Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wasikilizaji na wafuasi na vipenzi wa Iko Wapi Zamani. Karibuni tena katika kipindi chetu, kipindi cha historia ya mpira wa Mombasa, na bado tukiwa tunachimba zaidi kutafuta historia zaidi na zaidi, na alhamdulillah kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu leo ametulengesha tuje katika sehemu za Kibokoni, na Kibokoni ni mtaa tajiri sana katika historia ya mpira. Kibokoni pametoka miamba wa mpira waliocheza mpira Mombasa hii na kufikia mpaka daraja ya kitaifa. Kwa hivyo leo tumekuja kumtembelea mzee wetu Muhammad Suleiman Nasr, maarufu akiitwa Coach Nusura. Mpirani kitwa Nusura. Mpirani wakimita Nusura. Mpirani wenyewe wakimita Nusura, yani almanusra. Coach Nasr bwana ameweza kuhudumikia timu ya Bismarck, baadaye ikaja ikaitwa Ngome Football Club. Ameihudumikia kwa muda mrefu sana, akawajaribu kuwainua daraja yao kimpira. Alikuwa ni coach ambaye system zake huwezi kuzijua mpaka uwaulize wenyewe wachezaji wa Ngome, kwa sababu Ngome ilikuwa ni Ngome kikweli. Coach Nasoro ameinuka na vijana wake mpaka wengine wakaritaya, lakini yeye bado akaja akakochi watoto wao na mpaka wengine vijukuu. Wanake Coach Nasoro mimi ninavyomkumbuka alikuwa na coaching mpaka hivi miaka ya juzi tu ndio kuacha kwa sababu ya umri na macho kidogo yakawa ana uzito, mambo ya kuona. Kwa hivyo mpira alidumu nao kwa muda mrefu. Leo bila kupoteza muda tutakuwa naye Coach Muhammad Suleiman Nasr atupe tarehe yake kwa kiasi atakachokumbuka, kwa sababu ni umri mrefu Mwenyezi Mungu alimbariki nao, na hatutaki kumpa uzito wote wa kuanza kufikiria miaka, lakini matukio mengi sana aliyashuhudia yeye, na kwa kiasi atakavyokumbuka tutamruhusu leo atuachie na sisi wasia na historia vile vile, kwa sababu ya kizazi kinachokuja waje wapate maneno kama hayo. Coach Nasr, karibu bwana. Asante. Naam, jina lako kwanza? Muhammad Suleiman Nasr. Naam. Na kuinukia kwako na huu mpira uliuanzia vipi wewe udogoni? Mpira mimi kwa hakika sikufundishwa mpira. Mpira ni mwenyewe kuinuka ni upenda tu. Ndio. Sasa katika kusoma vitabu hivi kaona kuna wa soka. Unajua nilikuwa nikifanya kazi dukani. Ndio. Duka la mabuku pale kama Likoni, kulikuwa duka laitwa Watson Tobacconist. Sio walijua? Laitwa Watson Tobacconist. Watson Tobacconist. Tukiuza magazeti. Okay. Tumbaku hizi. Ndio. Huyu Kasimu ndugu yetu Kasimu alikuwa magazeti. Naam. Pale. Okay. Sasa soma pata wasoka kapata kama ukarasa moja, wale makocha alikuwa kitia mbinu zao za coaching. Kuonesha unapakiwa wewe ni mchezaji apenda mpira, usiwe na haja ya kuenda kujifundisha nini, wewe mwenyewe waweza kutrain. Ndio. Ukapata idea mwenyewe. Walikuwa wanatoa hints, wazungu wanasema hints, yani wanatoa vibwagizo ambavyo wewe mwenyewe ukisha kusoma utakuwa na maarifa. Sasa mimi nikafuata ile. Naam. Sasa mimi na train mimi mwenyewe. Ndio. Alfajiri kutoka msikitini nenda zangu baraki kule. Naam. Na boli langu kamba. Baharini. Asikaanza. Ndio tukaanza mtaani hapa, watoto kina Solitaib, kina Tobi. Jamaa tufungueni timu. Bado wadogo hapo, tufungueni timu. Tukasema alikufungua timu kama ndio coach kabisa. Ndio. Nateza na huko
na coach. Ndio, mashallah. Tukaendelea hivyo hivyo, tulikuwa tukiitwa Bulwark. Sijui tukabadilisha jina tukaita Bismarck. Ndio. Ikatoka hakuna ruhusa kuita majina ya kizungu. Ndio. Tuamba tubadilishe, sijui jamaa kabadilisha tukaita Ngome, ndio hapo tukaita Ngome sasa. Sasa ndo tukaendelea, kaona wakaa kuna watoto wadogo wazuri, kina Kidomo, ndio, Jabaleni, kuna Widi, Mama Sefu hawa, Ghazali. Kina Ghazali kidogo waliteza na sisi. Okay. Yeye alikuwa winga, mimi kwa namba 10. Ndio. Sasa kaona hawa watapotea bure, nikana pia natukua sasa nikimtia mmoja. Kasema hata kuja kutu replace nani wale wazee waliokuwa. Basi kwa train mmoja katoka mimi nikampisha Mwadilai namba 10. Ndio. Kina hivyo tukatia kina Jabaleni sasa, Ahmad Kidomo, timu tukawatia hao kina Bruno, sio kama mjua shako kwa sasa nasikia. Bruno, kuna Kirti, kina nani. Pia tukachukua vikombe 7. Mashaallah. Vikombe 7. Tukaendelea mpaka hivyo. Timu ndio haki na Amaro pia tukadondoa pia tukawatia. Timu mlizopambana nazo wakati huo ilikuwa kina nani? Timu adui wetu walikuwa mkubwa, sisi ni Ngome, Nyundo. Nyundo ilikuwa sisi ni West Ham. Dundee ilikuwa hivyo. Ndio. Sisi kwa sisi, lakini sisi na Wanderers. Lakini sisi na Nyundo. Kisha ikazuka timu yetu Hearts ya Sargoi. Ndio. Ikami Sargoi na Kakule pia. Wakanambia madamu wewe hatukushikilii kutizi kwetu, lakini madamu uko Sargoi ututrain kwa sani yako. Asubuhi vile wakiniona ndazangu alfajiri wakawa kanifunga nikawa train. Tukachukua kikombe, ligi na unbeaten, ligi na knockout unbeaten. Ndio. Tukachukua vikombe 2. Mashaallah. Lakini sasa ikajelewe watoto watukuliwa Arabuni, wakatukuliwa kama group, wakaondoka. Ile timu ikavundika. Kabakia na watoto wangu Pero hawa. Kulikuwa na timu yaitwa Juventus, watoto wa Kibokoni. Hata pia picha yao nafikiri niko mbali. Timu tuko mimi na Abdul. Sijui kama Abdul wamjua, kuna mtoto mmoja wa Kibokoni hapa. Okay. Yaitwa Juventus, mtu kaisimamia. Ndio haki na Tifu. Tifu, Mohamed Jahad hawa, sio kama wamjua Mohamed Jahad. Namjua. Unajua? Naam. Basi ndio alikuwa Hasani mtoto mmoja alikuwa goalkeeper. Hata wale tukuliwa Arabuni. Wale Arabuni wakafanya kwa kucheza huko. Mashaallah. Tifu alikuwa kwa Qatar pia. Tifu Hasani wakacheza huko. Hata ndugu yao pia yuko tukuliwa national team. Ndio mdogo. Coach Nasor, waweza ukakumbuka wewe mechi yoyote ambayo ilikuingia moyoni na ilikuwa mechi ya kukumbukwa? Kwa hivyo mechi ambayo utakuwa bado wewe waikumbuka katika zama ulizocheza. Ile Sumbuana ilikuwa ni mtoto mmoja Goa, alikuwa pia naye mfungaji kweli wa Falcon. Tukisumbuana lakini kwa ni shiki. Mimi kifunga 23 atafunga 22, 21. Mimi kifunga 17 atafunga 13. Sasa suko mechi sisi na Hearts. Iko Hearts ndio ya Sarigoi. Siku ile ilikuwa tushacheza mechi ya Liverpool na Reunion. National League. Wewe ukacheza Liverpool. Sasa alikuwa siku hiyo nacheza Liverpool. Kavundwa meno nikaumizwa. Alipigwa juu, nilikuwa naruka heli wakanipiga wanajaluo. Basi kasi nyunga pelekwa hospitali. Katua stage 8 hapo. Na meno yanatoka 2.
Usiku saa 8 John Uba alijia maskini. Vipi, salama. Na sisi tuna mechi kama kesho. Kama siku mbili tuna mechi sisi na Hearts, na hiyo peni ya yetu baadaye nyoto ni yao. Ndio ngome hiyo Sargoi. Ndio. Sasa jamaa wale wafurahi, waniogopa mimi. Nusura hayuko, nusura waimba. Nusura hako, nusura hako. Hakuna nusura tena. Sasa jamaa Soletebu akazana, utaweza. Naambia sijui, lakini hali yangu mbaya. Sasa mpaka saa tubadilisha nguo, tuende stadium tayari tushavaa. Nikaambia jamaa, nitukulieni viatu. Sivai, lakini nitukulieni viatu. Akiba. Wajua tena shetani. Ndio. Na stitches ziko. Sasa tukenda zetu watoto hawana raha. Wajua kule kwa sisi mpira wetu watu wakiupenda. So tulikuwa tuwaimba na ngoma. Ngome kwa wasikilizaji wetu. Nyimbo kweli kweli. Ngome walikuwa wakiongoza kwa wimbo kabisa bwana. Sasa tukaja mpaka stadium pale, nakaa ndani ya gari, watoto utaweza wende wakirudi. Firimbi zishalia 2 tuwaitwa uwandani. Jamaa washaingia uwandani. Hawana rangi na Soletebu. Kila roga nipi. Kabadilisha, nkavaa viatu. Kapa watoto nguo. Tena gari. Firimbi ya kwanza wao waimba watoto bila nusura. Waimba kweli kweli. Mara waliona natokea almanusra nkuja. Sasa kajamaa kaanza kunyamaza. Sasa akiingia pale perifari, nikaingia. Sasa pale sikusikia mpaka dakika 10 hivi. Nikaona damu sasa inaanza kutoka. Ishalichemka. Sasa sijui tena kama hakuna cha maumivu. Sasa sijui akili yangu tawa ntutia ya kwanza. Nikaikomboa. Teza tutia ya pili. Mujibu akaikomboa. Wajua Mujibu marehemu. Naam. Tutia ya 3 bwana. Nao baada kama dakika 4 mpira ukwisha. Sasa waimba na nusura wao. Nashabadilisha nyimbo. Tuwafunga na nusura zao. Nusura wao. Manake mimi. Ndio. Sasa kuja Mbaruku, mjua Mbaruku washakufa Malindi. Alikuwa right wing wetu. Ndio. Toka na mpira spidi hiyo tutajuana sana. Akija kikrosi na mimi naja mbio, goli ka flying head ndani 3-3. Wewe nusura zikuja. Kelele gani? Sasa wao utungu wao wakaanza kunikanyaga timu. Na ni watoto na watreni mimi mwenyewe kule. Ndio hasa. Zikakatika hizi sasa. Stitches zikakatika. Damu hapo. Ile kwa katikati refaria kavunja mpira 3-3. Hiyo game moja hiyo. Ulikuwa ni uwanja gani huo? Stadium hapo. Allahu Akbar. Naam, hiyo game moja. Game ya pili ilikuwa sisi na game gani ilikuwa very exciting. Ya sisi na Hearts, sisi na mechi ya pili ilikuwa ni Uganda za Kenya basi kwa mishawata mpira na nini. Sasa kaja rafiki yangu akiitwa Alimwangi akitezea nyundo. Akanambia bwana, Kenya basi wamwendea wataka watizaji, hawana watizaji na watakwenda Uganda kuteza. Nikamwambia ameshawata mpira, mambo ya mpira bwana, sasa nina train tu. Anaambia hapana, train lazima. Na rafiki yangu sana. Ndio. Alimwangi, sijui kama Alimwangi. Nafikiri ni itakuwa ni mtoto au ni babake yule Mwangi. Alikuwa akitezea nio pia Alimwangi. Nishamsikia akitajwa hapa. Ashakufa pia. Sehemu za Guraya hapa. Naam.
Kamwambia nimeshawata mpira. Bwana lazima twende. Kamwambia player wako, anambia wako twende. Tukienda player ndio mwanzo utafuta player. Kapata player kiasi. Lakini sio wazuri hivyo. Sema kama kuna player kama 5 wazuri. Kama namba 3, namba 7, namba 5 ndio kidogo ni strong. Goalkeeper tulikuwa naye kitu Rajabu. Alikuwa mzuri. Sasa wakasema hakuna kutrain, hakuna nini. Ukijao mwenda Uganda, mwenda Tezi. Lakini mimi niko fit na train, sio? Ndio. Sasa tukaenda Uganda, mechi ya kwanza tumpangiwa sisi na Nairobi. Naam. Nairobi kitizama ni mijitu, sio? Nshiba. Na timu zao za kina Blue Union na Nanui wale. Wantaguana ni player wazuri watupu. Ndio. Mechi ya pili kwanza wateza Uganda na Tanzania. Kisha tuteza sisi. Sasa kiangalia player walivyo, kabidi nikamwambia Ali, wewe utateza namba 6, mimi nitateza namba 4. Pata mpande nikishuka, maana yake mimi niko fit, wewe uwezi mambo ya mpira yake ndio hivi. Basi kitu ndicho mpaka sasa nake nikifikiria mpaka leo, nake vile mpira tulianza pale katikati, nilipigia mpira katikati mpaka goli. Mpira ule ilikuwa hapa, tulikuwa tunataguliwa under 17. Tuteza na Mwenge. Taguliwa hapo kina Nasir Omar, kina Omrani, kina Riziki. Ile kama vile ikatokea tena. Tuanza piga katikati mpaka ndani. Ndio moja kwa moja basi toka siku zile hizi mbili. Mashaallah. Fikiria sana. Ulichaguliwa national team ya Kenya? Kenya basi. Wewe mwenyewe katika ulikuwa hapa 17 hapa Mombasa. Okay. 17 youth team ya Mombasa. Hapo nilikuwa bado mdogo. Nilikuwa kama 17, 18. Hebu tupe kama waweza kuikumbuka listi ambayo iliyokuridhisha ya ngome yoyote ambayo wewe waona hiyo ndio ilikuwa ndio listi. Kama utakumbuka. Maanake kuna kina Lai wale. Hiyo second division. Sasa ni timu yetu ya pili. Okay. Ya kwanza ilikuwa Kumaida. Halafu kulikuwa Sefu. Sefu sio yuko Zanzibar. Tatu tumuate kama msao. Kulikuwa Barmad. Akitwa Barmad. Barmad yule wa Mambe Tayari. Mrefu hivi. Haswa. Ndio. Na Hasani rafiki yake. Yuko Likoni sijui kama. Ndio. Hasani. Halafu kuna mmoja aitwa Salim Malindi. Ashakufa huyo. Ndio. Unamjua Salim Malindi? Sikuwahi kumjua. Huyo ni Salim Malindi. Halafu namba 5 Tobi. Namba 6 Sefu. Nani namba 7 Ghazali. Namba 8, namba 7 alikuwa ni Mbaruku. Malindi huyo ashakufa. Ndio. Namba 8 Ghazali, namba 9 alikuwa Mujibu. Namba 10 mimi. Ndio. 11 alikuwa nani? Hakupata wale Bagdala. Okay. Hiyo ndio ilikuwa timu yetu. Mashaallah. Najitahidi kukumbuka, maanake ni mtihani, kitu cha zamani kukikumbuka. Na siku nitakuombea moja. Hiyo mechi nyingine nilikuwa nifikiria, nilikuwa nitakwambia. Ni sisi ndio tuzana champion. Champion hili ya Kawele. Sasa sisi ni mabingwa hapa. Ndio. Sasa ilikuwa mmoja atakayemfunga mwenzake enda zake national team juu. Okay, National League. Sasa akina Sadla Khamis wakasema nyinyi ni wadogo, hamuwezi na hamuna pesa, hamwezi kwenda. Sisi tukaambia tuwaweza kwenda.
Basi wakatupambanisha na wakasema Mutezi na champion. Shaona, lazima Mutezi na champion. Ndio. Kiasi kuwajua champion hatutawaweza. Maanake waleta kina Khalid, wale player wa Tanzania, kina Khalid Abed, waleta wale kina Alwali wa Tanzania. Sasa wakajua hawa, lakini siku zile sisi watreni piga hapa mtaoni mpaka Leta House Ramadhani usiku twenda treni, tuko pamoja na umoja. Ndio. Tukaekwa polisi mpaka kina baba Kitobi wakija uwandani. Ndio. Wote wazee waja. Sasa siku wankuja wajatizama mpira. Kawele afanya mambo yake ya uganga, makuku. Atisha. Akija kiingia tukampiga bao 6. Na kina Khalid wao 6. Hakuamini. Sala Hamis. Ngome vipi hapa? 6 tunampiga. Tukamwambia sasa utatupeleka utupeleke. Akasema mpaka Mutezi raundi ya pili. Bora tutoe tu. Hiyo tutacheza Police Ground. Naam. Sasa hapo tena wakatuweka siku nyingi, sasa sisi tu pumzika. Wakati za kina Mamadilai, sisi tu kama team B sasa. Ina Bruno. So wakati za wale sasa. Sasa wale kule stadium walipocheza nao wakawapiga 7. Kina Mamadilai wakapiga kina champion bao 7. Ndio. Na wakutupeleka. Ndio hapo mkawatungia nyimbo na wao. Kila siku sababu sivyo? Nyimbo nyingi. Kuimba tu ilikuwa ngome pahali pake. Mustafa kwa Mustafa alikuwa na sauti ingekuimbia. Nazikumbuka zote lakini sauti sina. Mashallah. Alhamdulillah. Tufurahi sana kwa makumbusho yako mazuri na tumefurahi kukusikia ukiwa ni unazungumza ukiwa na furaha kabisa. Hata hivi ingekuwa na mato yangu, ingekuwa na timu yangu hiyo Juventus bado. Ndio inshallah bwana. Alhamdulillah. Mwenyezi Mungu akulipe kwa subira yako. Ndio watoto wangu wale. Ndio. Au Juventus waje hapo. Kwa hivyo umeleta mwamko mzuri kwa vijana. Nashukuru. Wawe na ningependa unizungumzie kuhusu lolote unalolikumbuka kuhusu mchezaji bwana, kwa sababu alifariki na hakuwahi kuulizwa maswali kama haya. Yakahifadhi. Jabalain, hebu nieleze sifa zake. Jabalain. Naam. Mimi hapa nyumbani kwetu hapo. Naam. Ukitoka hapo kuna baraza. Ndio. Sasa yeye huka na bibi yake. Na bibi yetu yote. Sasa zamani kulikuwa na ndiwa wengi sana. Sasa watoto wajakipiga panda. Sasa yeye bibi yake wengine kwa ndani, "Bi panda." Aombe bibi yake ati watoto wapiga panda. Sasa siku hiyo mimi natoka, nishatukua viatu nyumbani, kwa nyumba hii ya pili. Nishatukua vitu vangu na maboli na nini, nikaenda zangu practicing. Sasa siku hiyo bado kidogo nikufuate, nikamwambia twende. Bibi mwenzako tukona, kaambia twende. Basi mkimaliza tumurudi, nikamwambia haya. Yeye alikuwa mdogo wako Jaba? Ndi mdogo wangu. Akakaa na mtukua kaa sasa shazoea. Kila alasiri ningojea twende zetu. Ndio. Sasa vitu vyote mimi namwatia maboli. Ile kitreni namwatia maboli, nguo. Mpaka akavuta kimo kidogo. Ikawa sasa kuna wenzake ndio hapo kina kidomo waja. Washuka pale uwandani. Ndio. Wakawajivuta kidogo. Nikawa natukua na wao kidogo, nkiwa train kawatia kidogo. Sasa Jabalain tukaona kidogo ashazoea, ashashikana sasa. Sasa katuwatezesha. Kawatia kwenye timu kidogo mpaka kazoea. Sasa hapo ndio sasa yeye akawa tumwatee Santahafu. Ndio yudo wakimwogopa. Kwa wale wasomjua, Jabalain alikuwa ni mtu, tunaweza kusema ni mtu kamili, mashallah. Mtu mzima,
alikuwa mzima na nguvu na mpira na alikuwa mwepesi uwanjani, si kwamba ni mzito, huenda juu kweli kweli, tizi yake kama na Siri Omar vile kia kweli kweli. Huyo ndio jaba, ndio akimwogopa wale kabisa ogopa. Ndio basi ndio katukua kazezesha. Ndio sasa kina Wili alipoona vile kina Machefu wakaanza kushuka waje kwa timu ya B. Ndio hapo mkaunda B sasa. Mwenyezi Mungu awarehemu. Ndio mtoto mmoja akiitwa Kirti Baliani. Zuri kweli. Ndio. Bruno, Kirti, Clement. Wote hao magoa. Ndio. Wote wanacheza kwetu. Mashaallah. Na Tobi yuko hapo. Hapo Tobi pia yuko, alikuwa sema Jabali. Shukran sana. Na mtoto mmoja akiitwa Kila, alikuwa akiitwa Kila. Akasargoi. Naam. Wale hata walimpiga vita, kwa nini wewe akasargoi ateza huko? Kulikuwa na picha ningekuonesha. Wakawa sasa wao wanataka mimi, nikamwambia nyinyi kama mfukuza huyu mimi sio treni. Basi wakakubali, nikawapatanisha, ndio mimi nikawatezea friendly match. Mashaallah. Na huyo Kila pamoja kuwapatanisha. Mashaallah. Mpaka picha iko ningekuonesha mambo mengi hapo. Tutakuja kuiona. Shukran sana bana. Tumefurahi sana kuwa na mzee wetu. Kwa hivyo salamu zako kwa Tifu sana. Tifu, Khalid Suria. Khalid gada upata kwa nuo Fuadi. Fuadi. Tutawafikishia salamu wote. Baada atakuja hapa. Naam, mashaallah. Amaro tu ndio akunipitia. Amaro hakuwahi maskini. Lakini nasikia karibu atakuja tena. Atakuja kupitia. Baada mashaallah. Abwali pia Abwali mashaallah. Slomo. Ndio mashaallah. Ndio kheri bwana. Katika picha naam, wote watoto uliwakuza mwenyewe bwana, mashaallah. Hiyo picha mkumbusho. Na wao mpaka leo haweshi kukutaja, wanakukumbuka bwana. Atanikumbuka sana. Sisi tufurahi sana, shukran sana, na Mwenyezi Mungu akupe afya njema, Mwenyezi Mungu akupe umri inshallah wenye baraka, na inshallah tusiate kujuliana na tuombeane Mungu vile vile. Shukran wasikilizaji wetu, shukran sana kwa muda wenu kutusikiliza katika kipindi chetu cha Ali Mbarak. Pia salamu zitamfikia inshallah. Yeye ni waja hapa sana. Kabisa picha zangu pia nyinyi mtazipata kwake. Kabisa. Salamu zitafika kote, na tunasema mpaka hapo tunatia nanga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.